Baada ya Samia Suluhu kuwafanyia unyama wanachadema, Marekani imetua nchini Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Wakati macho ya umma yakivutwa na mikutano ya kisiasa, kukamatwa kwa wapinzani na mivutano ya uhuru wa kiraia, taarifa kutoka ubalozi wa Marekani jijini Dodoma ilifungua pazia la simulizi nyingine nzito zaidi: kuimarishwa kwa ushirikiano wa kijeshi, kiusalama na kiuchumi kati ya Washington na Dodoma, kwa wakati ambao Tanzania inakabiliwa na maswali makubwa ya uwajibikaji wa dola. Kikao cha kwanza kati ya kaimu balozi wa Marekani Lentz na waziri wa ulinzi wa jeshi la kujenga taifa kwa jina Raimo Nyansaho kilibeba ujumbe mzito wa kipaumbele cha usalama, mazoezi ya pamoja ya kijeshi na mustakabali wa ushirikiano wa muda mrefu. Ndani ya sentensi chache, diplomasia ya nguvu ilipata nafasi ya mbele kuliko mjadala wa haki na demokrasia. Mazungumzo haya yalielekezwa kwenye kuimarisha ushirikiano wa kiulinzi, kuongeza utayari wa vikosi na kukuza weledi wa kijeshi kupitia mazoezi ya pamoja yajayo. Lugha iliyotumika ilisisitiza usalama wa pamoja na maslahi ya pande zote, ikionyesha matumaini na shauku kubwa. Hata hivyo, muktadha wa ndani wa Tanzania unaweka kivuli kizito juu ya kauli hizi, na katika kipindi ambacho vyombo vya dola vinakabiliwa na lawama za kuingilia siasa, kukandamiza mikusanyiko na kutumia nguvu dhidi ya wapinzani, kupewa kipaumbele kwa ushirikiano wa kijeshi bila mjadala wa uwajibikaji kunazua wasiwasi wa kina. Historia ya mahusiano ya Tanzania na Marekani imekuwa na sura nyingi, kuanzia misaada ya maendeleo, afya na elimu hadi usalama wa kikanda. Na katika miaka ya karibuni, mwelekeo umehamia zaidi kwenye masuala ya usalama wa mipaka, ugaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na ulinzi wa rasilimali muhimu. Na ndani ya muktadha huu, mazoezi ya pamoja ya kijeshi yanaonekana kama hatua ya kimkakati, lakini historia pia inaonyesha kuwa pale usalama unapopewa uzito bila uwiano wa haki za kiraia, vyombo vya dola hupata uhalali wa kimataifa huku vikikwepa uwajibikaji wa ndani. Ziara ya kaimu balozi Lentz Dodoma haikuishi kwenye ulinzi. Mazungumzo ya waziri wa fedha yalilenga kuboresha mazingira ya biashara na kuongeza uwekezaji wa Marekani katika uchumi wa Tanzania. Kampuni za Kimarekani katika teknolojia ya kidijitali, kilimo, dawa na uzalishaji zilionyeshwa kuwa tayari kuingia kwenye mikataba yenye manufaa kwa pande zote. Ujumbe huu wa uwekezaji na ajira una mvuto mkubwa katika taifa linalohitaji ukuaji wa uchumi. Hata hivyo, mazingira ya biashara hayawezi kutenganishwa na utawala bora. Wawekezaji wanahitaji uthabiti wa sheria, uwazi wa taasisi na uhuru wa kujieleza, mambo ambayo yamekuwa yakiyumba katika mazingira ya sasa. Kikao cha wabunge kiliongeza kipengele kingine cha simulizi hili la kimkakati: sekta za nishati, madini muhimu na usalama wa kikanda zilitajwa kama maeneo ya ushirikiano wenye matokeo makubwa. Hapa ndipo siasa za rasilimali zinapokutana na diplomasia ya nguvu. Madini muhimu yana umuhimu mkubwa katika mabadiliko ya nishati duniani, na Tanzania imekuwa ikitajwa kama eneo lenye fursa, lakini historia ya usimamizi wa rasilimali nchini inaonyesha migongano ya mara kwa mara kati ya maslahi ya uwekezaji, dola na wananchi. Na bila uwajibikaji wa kisiasa, uwekezaji mkubwa unaweza kuimarisha mifumo ya mamlaka badala ya kunufaisha jamii. Na ndani ya mfumo wa kisiasa wa Tanzania, vyombo vya ulinzi vina nafasi nyeti. Vimejengwa kihistoria kulinda dola na mara nyingi vimekuwa karibu na madaraka na mamlaka ya kisiasa. Na katika nyakati za chama kimoja, uhusiano huu ulikuwa wazi. Mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi yalitarajiwa kuleta usawa wa taaluma, lakini matukio ya karibuni yanaonyesha kurejea kwa mikondo ya zamani. Ushirikiano wa kijeshi na mataifa makubwa unapoongezwa bila masharti ya uwajibikaji hatari, hata kuimarisha mkono wa dola dhidi ya raia huongezeka. Kwa mtazamo wa kikanda, Marekani imekuwa ikiongeza ushirikiano wa usalama
kati ya Afrika Mashariki ikilenga kukabiliana na vitisho vya ugaidi na kulinda njia za biashara. Na Tanzania ni muhimu katika mkakati huu kutokana na jiografia yake ya mchango wake katika operesheni za kikanda. Hata hivyo, mashirika ya haki za binadamu katika ukanda huu yamekuwa yakionya mara kwa mara kuhusu kupungua kwa nafasi ya kiraia. Na wakati diplomasia ya usalama inapopewa kipaumbele, basi sauti za haki huwekwa pembeni, na hili lina athari za muda mrefu wa uthabiti wa kisiasa. Ujumbe ubalozi wa Marekani ulisisitiza kuwa ushirikiano huu unasaidia kufanya Tanzania na Marekani kuwa salama, lakini usalama ni dhana pana inayojumuisha zaidi ya ulinzi wa mipaka na mazoezi ya kijeshi. Unajumuisha usalama wa raia, uhuru wa kisiasa na imani ya wananchi kwa taasisi zao. Na pale ambapo wananchi wanaona dola ikitumia nguvu dhidi ya sauti tofauti, dhana ya usalama hubadilika na kuwa hofu. Ushirikiano wa kimataifa unapopuuzia kipengele hiki unakuwa sehemu ya tatizo. Uwekezaji wa Marekani unaelezwa kuwa chanzo cha ajira na ukuaji wa uchumi na katika jamii za Tanzania. Hili ni dai lenye uzito, lakini historia ya maendeleo inaonyesha kuwa ukuaji bila uwajibikaji huzaa pengo kubwa kati ya waliopo juu na walio chini. Bila mazingira huru ya kiraia, na wananchi hukosa njia za kudai mgao wa haki wa rasilimali na fursa. Hapa ndipo uhusiano kati ya diplomasia ya kiuchumi na demokrasia unapaswa kuchunguzwa kwa makini. Kwa upande wa wabunge, majadiliano yalilenga namna uwekezaji unavyoweza kuwanufaisha wananchi, lakini nafasi ya wabunge wenyewe imekuwa ikikabiliwa na changamoto za uhuru wa kujadili na kusimamia serikali, na katika mazingira ambapo mihimili ya dola inaonekana kuunganishwa na kwa karibu, uwajibikaji wa bunge hupungua. Ushirikiano wa kimataifa unaotegemea mifumo hii dhaifu unakuwa na athari ya kuhalalisha hali ilivyo. Taswira pana inajitokeza kutoka Dodoma ni ile ya taifa linalozidi kuwekewa uzito wa kimkakati na mataifa makubwa, huku maswali ya ndani yakisukumwa pembeni. Usalama, madini na nishati vinakuwa maneno makuu, wakati wa haki, uhuru na uwajibikaji vinabaki pembeni ya mjadala. Hii si mara ya kwanza katika historia ya Afrika ambapo diplomasia ya nguvu imepata kipaumbele kuliko demokrasia, na matokeo yake yamekuwa ya gharama kubwa kwa raia wa kawaida. Na katika enzi ya teknolojia ya kidijitali, taarifa hizi hazikai tena katika vyumba vya mikutano. Wananchi wanaona, wanajadili na wanahifadhi kumbukumbu. Ujumbe wa ubalozi, picha za mikutano na kauli za matumaini zinachambuliwa sambamba na matukio ya ndani ya kisiasa. Tofauti kati ya lugha ya diplomasia na uhalisia wa mitaani inazidi kuwa wazi, na pengo hili linapozidi, imani ya umma huporomoka. Mwisho wa simulizi hili unaelekea kwenye mustakabali wa Tanzania kama mshirika wa kimataifa na kama taifa la raia huru. Ushirikiano wa ulinzi na uwekezaji unaweza kuleta faida za muda mfupi, lakini bila mizizi ya uwajibikaji na heshima ya raia ama ya haki hujenga msingi dhaifu. Ukimya wa washirika wa kimataifa juu ya masuala ya demokrasia unaongeza mzigo wa uwajibikaji kwa wananchi wenyewe, na hofu ya kutochukua hatua vinaweza kuleta utulivu wa muda, lakini historia inaonyesha kuwa utulivu wa kulazimishwa huvunjika kwa gharama kubwa. Tanzania ipo katika wakati ambao chaguo kati ya usalama unaolinda dola na usalama unaolinda raia litafafanua mwelekeo wa vizazi vijavyo. Ukimya leo unaweza kuwa sauti ya majuto ya kesho. Ni hayo tuliyokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuyumbisha. Zidi kuwa nasi kwa kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.